Mimi nasikitika sana kuona mheshimiwa ambaye anasema anataka kuwa kiongozi wa Kenya, ambaye ni yule aliye fukuzwa katika mamlaka ya kuwa makamu wa rais, Bwana Gachagua, kuja hapa Mavoko na kuanza kujifanya ni kama anataka kunitusi mbele walionichagua. Nataka niseme kwa sasa, hiyo ilikuwa ni aibu kubwa sana. Mimi ni mheshimiwa, nimechaguliwa na chama ya Wiper, na kunitusi mbele ya kinara wa Wiper, kwanza mimi niliona kama ni madharau. Gachagua alidharau mheshimiwa Kalonzo. Uweze kuja kwa boma ya mtu alafu anze kumwambia huyu kijana yako ako hivi na vile kwa njia mbaya. Kwa hivyo hata kuniongelea mbaya mbele ya kinara ya Wiper ambaye ni kiongozi wangu, hiyo ilionyesha kwamba yeye hata haheshimu hiyo chama, haheshimu huyo kinara, na hata haheshimu mbunge. Kuwa heti Gachagua amenishikia ama amenikasirikia juu mimi nilipiga kura ya aende nyumbani. Yeye mwenyewe anaelewa ni kwa nini nilifanya hivyo, na anajua kutokana na ule ubomoaji ulikuwa Mavoko. Nilipoenda kwake anajua vile aliniambia, na mimi nataka nimwambie hata kesho kura hizo zikipigwa tena, hata kama kodi itamrudisha, bado mimi ndapiga aende nyumbani, kwa sababu aliniongelesha vibaya na wakati ule nilikuwa nimeumia. Na hawa watu wanakuja kuambia mimi ni mbaya. Mimi ndio huyo alikuwa anawatetea. Kwa hivyo leo hii umeona wakiandamana. Wanaandamana kwa sababu Gachagua alikuja hapa akaanza kujifanya ni kama mimi hata sitakiwi kuchaguliwa, hata kuonyesha watu ni kama mimi siko kwa chama, anataka kuonyesha. Nataka nimwambie aliyekutuma na mjua, na huyu aliyekutuma tunashindana na yeye 2027, na ni wazi dhahiri kwamba nitaomba kiti ya ugavana 2027. Aliyekuwa amekubeba kwa gari na kukupatia pesa ukuje kunaribia jina hapa, nataka nikwambie wachana na siasa ya Machakos peke yake. Sisi wakaji wa Machakos ndio watajua ni nani watachukua kama gavana wa Machakos. Kwa hivyo kutembea ukituzi viongozi, Bwana Gachagua, hiyo ni aibu kubwa sana. Na wewe umeonyesha kwamba wewe unaweza kuwa dikteta, kiongozi wa kimabafu wewe, kwa sababu unaenda kila mahali ukituzi kila mtu. Ukifungua mdomo yako yote yale unaongea ni mambo mabaya. Kwa sababu mimi nikiona mtu kama huyo, hata mimi nashangaa wale mnatembea na Gachagua. Nyinyi mumeangalia mtu, mimi ukiniuliza mimi naona Gachagua ni kama ni mwenda wazimu. Yale maneno anatoa ya kuchochea, ya kuongea vitu mbaya. Mimi ndio nikasema kama ni Gachagua atafanya mimi nichaguliwe kwa kiti chochote, afadhali ikae. Na Wakenya muangalie huyu mtu. Huyu mtu ako na chuki na bukdha na hasira. Ni kwa sababu sijui ni kwamba alitolewa nyama kwa mdomo, ama zile deals alikuwa anakata pale kwa serikali sasa hakati. Na tunajua Gachagua ile Monday ulienda kwa National Television ukaongea ukiomba uhurumiwe, usamehewe. Tunakumbuka yote yale ulisema. Mbona ulikuwa unaomba ukinyenyekea urudishwe kwa kiti? Sasa ulipotoka umejawa na matusi, unatusi watu mpaka unatusi Makao ambaye hata yuko Central. Hapa mimi niko Mavoko, na ujue Mavoko sio mahali tu ya anybody. This is a cosmopolitan ambayo umejaa kila mtu. Na unapoleta watu ni kama unataka watu wa uchochezi, ni kama kuambia watu sasa waanze kufukuzwa ama waanze kupigana. Mimi nataka nikwambie Bwana Gachagua, weka macho yako kwa ile sababu ulisema unataka. Wewe tunajua sababu yako, ukifungua mdomo unajua vile unasema. Wachana na Makao, wachana na Mavoko, wachana na siasa za Machakos, wachana na siasa za Kenya juu sasa tumeona ukweli hauelewi na una mwelekeo. Ila tu matusi.